Bila shaka wewe ni mgeni kwenye huu mtaa wetu. Pole dadangu. Pole? Pole ya nini? Unajua ni bora ukawa na mwanaume anayekuchiti lakini ana pesa. Ana hela, ana gari, ana muonekano safi kabisa. Lakini kuliko kuwa na mwanaume alafu pesa hana, muonekano hana. Ujue kwenye huu mtaa wetu dadangu, sidhani kama kuna mwanamke ambaye angekubali kuolewa na mume wako. Au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Yaani kiufupi mume wako ni kiwembe, ni hatari. Leo upo na yule, leo upo na huyu, kesho upo na huyu. Hapa tunamfahamu sisi. Yaani hapo dada, nakupa pole kwa sababu umeingia kwenye chaka la siafu. Hivi watu wa mtaa huu mbona ni wambea sana? Mimi ndoa yangu ndio kwanza changa na mume wangu, tayari mmeshaanza kuniletea maneno. Alafu mimi nilijua umbea ni kwa wanawake tu, kumbe mpaka wanaume. Unajua mimi sio mbea. Unajua ni bora mtu kamwambia ukweli kuliko akija kupata matatizo baadaye aseme watu wote wa mtaa huu wabaya. Mimi nimejitolea kuwa mwema kwako. Nakuonea huruma dada, kwa sababu mwanamke mrembo kama wewe, mzuri kama hivi ulivyo umeumbika, huyo mume asija kukuletea maradhi. So usisi kama nakutaka. Mimi sikutaki. Nakuonea huruma dadangu, kwa sababu yani mmeo hili swala la kuoa na kuacha, kuoa na kuacha ndio tabia yake. Na kingine pia ambacho unatakiwa ukifahamu, wewe hapo ulipo kwake ni mwanamke wa 7. Au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua. Ndoa, 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 ndoa. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako yaani mume wako kama hajaanza kulala nje, atakuwa anakufichia makucha tu, kwa sababu wewe ndo kwanza upo mchanga kwenye ndoa. Yaani kakuwa juzi tu ndo maana nakufichia, ila ni swala la muda. Yaani mume wako hatari, na kudokezea unako mume wako hatari. Kama nilivyokuambia, mume wako ana wanawake wengi sana. Yaani hizi kesi za kulala nje ya ndoa, hata kwa wanawake wake wale 7 waliopita, yaani ndo ulikuwa ugomvi wake mkubwa. Wamemwacha kwa sababu hiyo. Alafu kingine, yaani mume wako ana wanawake wengi mpaka sisi wanaume wenzie tunaona aibu kwa mambo anayoyafanya. Sidhani kama ni mzima kiafya. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Maneno aliyozungumza yule kijana yana ukweli ndani yake. Mbona pale mwanzo nilimuona kama ni mnafiki,
lakini naona kabisa ni maneno ambayo yana ukweli, kwa maana mume wangu mpaka sasa hivi hayupo nyumbani na simu yake napiga haipatikani pia. Mungu wangu, kwa nini mimi? Kwa nini Mwenyezi Mungu uliniingiza katika maisha ya huyu mwanaume? Kiukweli najikuta naichukia ndoa. Wenzangu wanapata wanaume walio bora, lakini mimi napata bora mwanaume. Kwa hadithi niliyopatiwa na yule kijana, nimejikuta inaniumiza sana. Naona sijafanya chaguo sahihi katika mume bora wa kunioa mimi. Ndoa, 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 ndoa. Shemeji, rafiki yako hajarudi nyumbani tangu jana. Nimelala peke yangu. Inanipa wasiwasi, ukizingatia nikimpigia simu yake haipatikani. Sasa sijajua una taarifa yoyote? Kwanza nikupe pole sana shemeji, lakini jana nilikuwa naye mpaka nyakati za usiku hivi, akanambia kwamba kuna kazi fulani anaifuatilia, lakini baada ya hapo sijawasiliana naye, kwa hiyo sina taarifa yote inayomhusu kwamba yuko wapi. Sijajua chochote kiukweli shemeji. Na alivyokuambia kuna kazi anafuatilia, alikwambia ni kazi gani labda? Mimi kwa kifupi tu ananiambia kwamba kazi anaifuatilia ni kazi ambayo ina hela, yani kama mkiipata yani inaweza kufanya maisha yake akaenda vizuri na kwako pia. So unajua tena maisha yenyewe sasa hivi na yaeleweki haya. Kwa hiyo shemeji, kuwa na amani, wala usiwe na wasiwasi hata kidogo, kwa sababu rafiki yangu ni mtu ambaye anayekupenda sana wewe, na usije ukamwazia ubaya wowote ule. Inawezekana hata uko kazini kwake labda kuna tatizo limemkuta huko alipoenda kutafuta kibarua. Kwa cha msingi hapa mimi na wewe tuanze harakati za kumtafuta. Yaani wewe mtafute huko na mimi mtafute huku. Kitakachoendelea baina yetu, ukipata taarifa yote utanijulisha, na mimi nikipata taarifa yote pia nitakujulisha. Sawa shemeji. Mimi nimekuelewa. Basi tutawasiliana itakavyokuwa. Sawa. Alo? Bila shaka Kai yupo hapo kwako. Hebu mpatie simu kwanza nizungumze naye. Hebu acha habari za kubisha wewe. Hii ni emergency. Kwa hiyo mpatie simu niongee naye sasa hivi. Nisikilize kwa makini. Mimi Kai ni ndugu yangu, ni rafiki yangu kipenzi. Namjua vizuri. Hana popote pa kwenda. Ni kwako wewe tu. Hebu mpatie simu bwana. Au mpaka kiharibike sasa. Atasha, vipi bro? Kai. Naomba nisikize kwa makini ndugu yangu. Tafadhali, naomba usitishe kuuza hiyo mechi. Kwa sababu tayari viongozi wameshajua kwamba wewe unataka kuuza mechi. Na nikwambie tu ndugu yangu kwa kifupi. Kwa akagundua katikati yao kuna msaliti, na msaliti huyo ni wewe. Kwa hiyo ndugu yangu, unatakiwa kusitisha zoezi lako la kuuza mechi haraka iwezekanavyo. Itakutokea puani. Ndugu yangu vipi? Mbona sikuelewi? Unamaanisha nini kusema hivyo?
Babu, mbona kwa kama mshamba, unaelewi kitu gani sasa hapo? Kaka, kila kitu ambacho mimi nimekisema hapo Shemeji, ina maana mpaka wewe unanisaliti? Mimi nikusaliti wewe shemeji yangu? Shemeji tafadhali bwana. Mimi nawezaje nikakusaliti wakati unajua namna gani ambayo mimi nakupenda na kukubali shemeji? Mimi nakusaliti vipi shemeji? Walipi? Huyo uliokuwa unaongea naye nani kama sio Kai? Shemeji jaribu kuwa serious. Sasa mimi Kai naweza vipi kaongea naye shemeji? Wakati wewe mwenyewe umeniambia kwamba Kai unampigia simu hapatikani. Sasa mimi nawezaje nikampata nikazungumza naye? Huyu ni rafiki yangu. Anachezea huko katika timu ya wanawake ya mpira. Kwa hiyo nilikuwa nampa tu baadhi ya mambo fulani hivi siri, unajua mambo ya mpira. Mimi hapana, sipo naongea na Kai shemeji. Shemeji, kwa mazungumzo niliyokuwa nayasikia ni dhahiri kabisa ulikuwa unaongea na mume wangu. Shemeji, hapana, sio kweli. Mimi sikuwa naongea na Kai. Kai hapatikani, nitaongea naye vipi? Familia. Oya babu, vipi? Mbona kama unanichoresha hivi? Hamna bwana, mimi sikuchoreshi bwana. Kuna mtu tu hapa alikuwa aamini kitu gani ambacho nazungumza na wewe. Unazingua bana. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu yangu. Usije ukauza mechi, utajulikana. Mwambie asiuze mechi. Zawadi. Baby. Zawadi. Usikia? Shemeji. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe kipenzi changu. Hakikisha magaga yote yanaisha sawa. Usijali kuhusu hilo. Si unanijua mimi tena ndo mambo yangu. Eka hapa mguu wako baba. Taratibu usije kaumia. Naona sasa. Eka hapa baba. Taratibu usije kaumia. Kayo wangu, chibaba wangu, utamu wangu. Yaani hili ni trailer tu Kai. Picha kamili inakuja. Kaa kwa kutulia. Sasa baby, kama hili ni trailer tu, sijajua hilo picha lenyewe litakuwaje sasa. Wewe mtoto utanioa, mtoto fundi wewe. Kama una ulimbo vile. Mimi fundi Kai. Ila nashangaa sijui hata kitu gani kilichokufanya uoe mapema. Mnao wanawake ambao hawajafunzwa, hawajaingia mkoleni. Njoeni kwetu sisi hapa, tuwaonyeshe mambo, mahaba. Haya, nikuulize, wewe mara ya mwisho lini kusuguliwa mguu na mkeo? Usimwongelee hiyo mbuzi bwana, utaniambia starehe yangu. Unanitekenya bana baby. Bana. Pole basi jamani, kama unamchua mtu. Ila shuga yangu, mimi dada ananikera. Yaani kila siku anakaza kubadilisha wanaume. Kesho yule kule, kesho yule kule. Kesho kutwa Juma, kesho kutwa Shabani. Mimi kiukweli ananikera sana. Shoga yangu, mimi nahisi wewe akukili. Na hivi kodi yake inakaribia kuisha. Basi anabadilisha mabwana kama mboga. Leo kamleta mwembamba, kesho mweusi, kesho kibonge, kesho kutwa na kitambi. Mimi ananikera. Hapo shoga yangu, wewe akukili. Nimesikia huyu wa leo ni mume wa mtu. Tena natamani ningemjua mke wake. Ningemtafuta kokote aliko. Nimwambie tu aje kufumania. Shoga yangu, ukiachana na yote, kinachoniuma zaidi, anapiga makelele kama anachinjwa. Unasikia Nikajua mimi shoga yangu. Mimi nikaisi labda uko chumbani kwake uoga anakatwa mguu.
Maana sio kwa zile kelele, anajua kubana sauti yule binti jambazi mwizi. Unakuta sababu bwana nyanya anapiga makelele. Kwa sauti usisikie. Au mbona ziko anapiga makelele sasa? Wana kiba 100 shoga. Nashangaa nini wewe? Za saizi. Salama. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe wanafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga. Mama, mimi nahisi sikufanya chaguo sahihi kabisa kwa maisha ninayoishi na Kai. Vitu anavyonifanyia mama, stori ninazosikia mtaani, mama, ndo imekuwa ngumu sana kwangu. Jana hajalala nyumbani. Sijui yuko wapi. Simu yake haipatikani. Pole sana mwanangu, lakini nilishakuambia usipende kusikiliza maneno ya watu. Maneno ya watu ni mabaya sana. Ni vizuri ukafanya uchunguzi ukaona wewe mwenyewe. Halafu kingine, ujue kwamba mwanamke mpumbavu anavunja ndoa yake kwa mikono yake hii miwili. Oh, sipendi sana ukasikiliza maneno ya watu. Sawa mama, ni maneno ya watu. Kulala nje pia ni maneno ya watu. Simu yake haipatikani pia ni maneno ya watu mama. Funga hilo domo lako. Unawezaje kumwazia mwenzio mabaya? Pengine amepatwa na matatizo. Wewe unawaza tu masuala ya wanawake. Hujui kwamba unakosea? Sipendi hayo yajirudie. Mama, kiukweli mimi nimekusikiliza, ila katika hili nimechoka. Nataka talaka mama. Nahitaji talaka yangu. Siwezi. Ndio imenishinda mama yangu. Siwezi. Ndugu yangu, mke wako anakutafuta. Na labda nikwambie tu, hakuamini tena. Kwa maana muda ule wakati naongea nawe kwenye simu pale, yeye amenisikia kila kitu. Yaani mpaka nashindwa kuelewa nini cha kufanya kwa kweli. Yaani nakupa zile kodi, kumbe yuko nyuma yangu ananisikiliza. Ila ndugu yangu Kai, kila siku mimi nakwambia, mambo haya sio kufanya mtu kama wewe. Wewe tayari umeshaingia kwenye ndoa, tulia na ndoa yako. Mambo kama haya tuachie watu kama sisi ambao hatuna ndoa ndo tufanye. Na hata kama ikitokea basi unafanya, chepuka kwa akili. Yaani wewe umeoa, alafu unalala nje ya ndoa yako. Mke wako unamwacha nalala peke yake. Sasa wewe unavyoondoka unategemea lale na nani?
Sasa ndugu yangu, unajua hapa alipo ushanichanganya tayari. Sasa kwa kunilaumu kwako unadhani tunajenga au tunabomoa? Sasa katika hili mimi lazima nikulaumu kwa sababu shemeji mimi ni mtu ambaye ananiamini sana. Lakini leo kanifumania live sasa nilikuwa nakupa wewe kodi. Anaongea kwa uchungu kabisa kuonyesha haniamini tena. Unafikiri mimi naweza nikaongea nawe kila rahisi tu? Sasa Tasha, hapa tulipofikia maji yashamwagika na yazoleki. Kwa hiyo inabidi tutafute njia gani ya kusafisha maji yalomwagika. Na hata mimi kutembea na huyu mwanamke sio kama napenda Tasha. Wewe unajua kitu gani ananipa yule? Kusema kweli yule mwanamke ni wa kipekee sana. Yule mwanamke ni fundi sana. Yaani imefikia hatua anamfananisha na marehemu Maradona. Tasha, kusema kweli siwezi kumwacha. Mimi na huyo binti ni kama chuma na sumaku, nimeshanasa sichomoki. Sasa Kai, kama unasema mwanamke ni fundi, kwa nini ulithubutu kuacha kumooa yeye na ukaenda kumooa mke wako? Si ungemooa yeye ambaye ni fundi? Tasha, unajizima data. Unajua kwa sababu gani mimi nimeamua kumooa Lisa? Na isingekuwa skendo zangu za kuwa na kuacha, Lisa ingekuwa nishambwaga kitambo na nikabaki kwa huyo fundi. Ila unajua siku zote kwa kongwe hapakosi nyimbo. Kwa hiyo Tasha, mimi najua mbinu unazo na utanisaidia kwenye hili. Hebu niambie ndugu yangu, tunafanyaje kutoka kwenye huu msala? Ni kweli kwa kongwe hakuishiwi nyimbo, lakini leo nyimbo zote zimeisha. Kwa sababu ndugu yangu nimesha kubeba kwenye kila namna. Kwenye kila ujinga wako unaofanya mimi nakutetea na kukupa mbinu, tufanye hiki ili mradi uwe salama. Lakini kwa hapa tulipofikia mimi sina cha kukusaidia. Nitakubeba kwa lipi sasa? Nimeshamaliza mbinu zote. Hapana ndugu yangu, usinifanyie hivyo bwana. Wewe najua master planner kwenye mambo. Tasha, nisaidie. Unanishaje ndugu yako niteketee hivi kweli Tasha? Sio kweli bwana ndugu yangu. Mimi nakutegemea sana kwenye hili, niokoe bwana. Una namba ya Afande Juma? Tasha, bacha masiala bwana. Sasa namba za Afande Juma za nini hapa? Ndugu yangu, usiniambie unataka unifunge bwana. Kwa serious Tasha. Katika hili kaka hakuna namna yoyote ya kufanya. Wewe unapaswa uende ukakae selo. Sasa ndugu yangu, mambo kukaa selo kweli sasa hivi ndugu yangu tuenda kufedheshana Tasha? Wewe mimi ndio umenichagua kuwa master planner wako. Basi nisikize kile ninachokwambia. Hapa hakuna namna yoyote ile. Ili jambo tulisolve ni lazima tumpigie Afande Juma tumpange, wewe ukakae selo kwanza. Alafu mimi nashughulikia ile jambo, kila kitu kitakuwa sawa. Halo? Nazungumza na mke wake na Kai hapo. Ndio. Aha. Unazungumza na Afande Juma hapa kutokea kituo cha kati cha polisi hapa. Kuna nini tena kituo cha polisi? Kuberi jamari na mke. Alafu na kweli lipumbavu linapigana huko kwenye magari kwa sababu za kijinga kabisa eti linagombea city. Hili jamani lipumbavu kweli kweli hili. Sasa nisikilize kwa makini. Inabidi uje hapa kituo cha polisi. Haraka sana uje uritoe. Bombavu jinga kabisa hili. Sawa, nakuja Afande. Na ukichelewa utalikuta tusharipeleka huko kwenye kituo kikubwa. Chezi kabisa riende likanyie debe jinga hili. Nakuja sasa hivi. Sawa sawa. Bwana Tasha, umetisha kusema ukweli. Yaani kweli Lisa kashindwa kugundua hata sauti yako Tasha. Kweli nimeamini mke wangu ndemwa. Kashindwa kugundua sauti ya shemeji yake. Ila yote kwa yote deal done. Ila unajua kuna kitu nashindwa kuelewa. Hapo umempigia Lisa na simu yako. Kashindwa kweli kugundua hata namba yako kweli? Kai, mimi sikurupuki. Kila ambacho nakipanga na kuwa nishakuwa na mpango nacho sahihi. Akili. Rahisi sana. Shemeji yangu yeye anaifahamu simu yangu hii hapa. Na hii ndo namba yangu anayo. Lakini nimempigia kwenye simu hii ambayo namba hii hana. Umetisha ndugu yangu, kama iko Scofield.
Sasa pamoja na yote ndugu yangu, usijichekeshe hapo nikuone mcheshi. Upumbavu ambao umeufanya leo, nimekusaidia ndo awamu ya mwisho. Sitarudia tena kukusaidia kwa ujinga wako wowote utakaourudia tena. Usije ukategemea kwamba kuna Tasha atanipa mbinu. Sitarudia tena. Ndugu yangu, kwenye hilo wala usiwe na wasiwasi. Mimi nakuahidi kuanzia leo, haki ya Mungu, sitarudia tena na nitatulia kwenye ndoa yangu. Nikikuuliza tu hapo swali la kizushi. Ni mara ngapi ushafanya upumbavu kama huu? Na mimi nakutetea, nakupa mbinu, unakuwa salama, alafu baada hapo unaapa kama ulivyoapa hapo kwamba haki ya Mungu sitarudia tena. I swear. Leo hii hapo naambia kiapo cha mara ngapi? Kusema ukweli najua nimeshakula viapo vingi, ila kwenye hili nimejifunza ndugu yangu. Sitarudia tena na sitokushirikisha kwenye mambo yangu ya kifamilia. Trust me bro. Sawa. Nimekuelewa, lakini sasa mke wako tayari ameshaamini kwamba wewe umekamatwa na upo kituo cha polisi. Kwa hapa tusichelewe. Haraka inabidi tuende tukampange afande Juma. Akuweke selo au akuchukua kutoka selo ili maisha mengine yaendelee. Limeisha ndugu yangu, twende sasa hivi kwanza kabadili. Kuna nini mwanangu? Kai yupo kituo cha polisi amekamatwa. Sijui alikuwa anagombana daladala huko. Hebu ngoja kwanza. Amekamatwa? Unaona? Si nilikuwa nakwambia hapa sasa hivi. Wewe unawaza tu wanawake. Kumbe mwenzio ana matatizo. Mama, afande amesema tukichelewa mambo yatakuwa mengine. Kwa hiyo huu muda ni bora tungewahi kwenda kumtoa. Mama, ngoja nimpigie shemeji yangu. Yo. Alo shemeji. Shemeji, yani mimi hapa mpaka sasa hivi bado namtafuta Kai, simuoni popote alipo. Lakini pia hata simu yake pia simpati. Mpaka sasa imepatikana sijampata shemeji yangu. Nisikilize kwanza shemeji. Nimepigiwa simu, nimepata taarifa amekamatwa huko kituo cha polisi Central. Shemeji, kumbe amekamatwa. Ya Mungu wangu. Mimi nilikuwa sijui, ndio maana kumbe hapatikani kwenye simu. Sasa basi inabidi tufanye mpango tukamtoe sasa hivi. Sawa shemeji, naomba unisaidie sana katika hili. Usijali shemeji yangu, mimi na wewe damu, lazima nikusaidie shemeji. Sawa shemeji, nashukuru, nakuja. Mama, namfuata shemeji. Hebu wahi nenda. Kai mwanangu. Kiukweli mkwe wangu umetuumiza sana. Mimi binafsi naomba nikuombe usirudie tena kufanya mambo kama hayo. Siku zote ukiona mtu anakutafuta shari ni vizuri ukamuepuka. Kiukweli hujafanya vizuri leo, umetuumiza. Mama, kwenye hili upasi kunilaumu kwa sababu mimi sijakosea hata kidogo. Hata ingekuwa wewe kwa akili ya kawaida usingeweza kuvumilia mamangu. Hebu vuta picha, nimekaa kwenye daladala, nikaamua kutenda wema kwa kumsaidia mtu kubeba mzigo. Na huo mtu mzigo nilimrudishia. Cha ajabu yeye kampa rafiki yake na akasahau. Akaanza kunishuku mimi kama mimi ni mwizi. Hiyo ikapelekea abiria wote kuniona kwa mimi ni mwizi. Ila cha ajabu huyo rafiki yake akajitokeza akasema mzigo kapewa yeye. Asa leo hii asingejitokeza angekuaje? Tungekuwa tunaongea mambo mengine, ningekuwa marehemu sasa hivi kwa kula mkongoto wa mwizi. Mimi nikashindwa kuvumilia mama. Nikakata wote makofi kwa uzembe uliofanya. Na abiria wengine wote wakaenda mimi mwizi nikapiga wote. Hiyo ndio kapelekea maafande kunikamata na kuniweka ndani. Nimesota rumande mama, nimeteseka mimi. Kweli nimeamini dunia haina huruma. Leo hii wema wangu mimi unaniponza kweli? Yaani katika hili ndugu yangu Kai, bila kupepesa macho wewe umezingua. Kwa nini uanzishe ugomvi kwenye daladala? Kwenye like za watu wanakuangalia, wewe unapigana, unagombana na watu, unawapiga watu makofi. Mambo gani unayofanya? Wewe kama mtu ushamwona wewe anatafuta shari, muepuke. Kwa nini unafikiri ungeonekana mjinga? Yaani hapa ndugu yangu umenifedhesha sana. Hebu muangalie shemeji hapa. Amekaa mnyonge, hakuoni nyumbani, hajui wapi ulipo, simu yako haipatikani. Muangalie mama hapa pia. Alipopokea tu hizo taarifa. Mama mtu mzima huyu utakuja muue kwa pressure bure ndugu yangu. Mimi mwenyewe baada ya kupokea tu taarifa zako kwamba umekamatwa, nilivurugwa. Maana nishakutafuta kila sehemu, sikupati.
Yaani hapo umezingua kweli kweli kaka. Sijapenda hata kidogo. Kaka, siku nyingine jitahidi kucontrol hasira zako. Hasira hasara. Ndio kama hiki kilichokukuta sasa. Mama. Shem. Naomba nimwombe mume wangu msamaha. Alipokuwa kwenye matatizo, mimi nilikuwa nafikiria labda yupo kwa mwanamke. Wewe shemeji uliona na mama. Kumbe ulikuwa kwenye matatizo. Nisamehe sana mume wangu na pole kwa yote yalokukuta. Shemeji, tafadhali hebu nyanyuka. Nyanyuka usijali. Nyanyuka, kaa usijali. Keti. Mimi naona busara tu. Hayo mambo yenu mengine mkaenda kuongelea nyumbani kama mke na mume itakuwa ni nzuri zaidi kuliko kuongea hapa. Lakini pia shemeji, mimi naomba nikutoe wasiwasi. Unajua mimi ni ndugu yangu na namuelewa vizuri sana. Ni mtu ambaye akiwa na hasira akishaongea tu jambo lake hasira zake zimeisha hapo hapo. Kwa na imani hata ili aweze kuliweka moyoni. Ile kashalimaliza. Na uaga kawaida yake anamsamehe mtu kabla hata hajaja kusema neno samahani. Kwa hiyo na imani ndugu yangu umemsamehe shemeji pia. Sawa. Mimi nimesamehe kila kitu. Kweli kabisa. Limeisha hilo. Mume wangu, mimi naomba unisamehe sana. Ni ukweli nimekufikiria vibaya, lakini yote ilitokana pia na wivu. Sijui ulipo, hujaniaga, simu yako ipatikani. Nawezaje kuwa na amani? Sawa mke wangu, nimekuelewa. Ila usipende kutumia wivu wako kama chanzo cha kuwa na dhana potofu juu yangu. Na kinachoniuma mimi ni wewe kunifikiria mimi vibaya na kutokuwa na imani juu yangu. Kwa sababu baada ya kuona mimi sipatikani na hujui nilipo, nitakuwa ukae chini na uumize kichwa, nitakuwa nimeenda wapi? Ujaribu hata kupigia ndugu, jamaa na marafiki. Ila wewe ukaona njia sahihi ni kuchukua hatua mbaya na maamuzi magumu ya kudai talaka. Kweli mke wangu, hiyo ni fair. Kusema kweli Lisa, kwenye hili umeniangusha sana. Sijategemea kama ungefanya hivyo. Baby, hata ingekuwa ni wewe. Nilikutana na ule kijana namuonaga anaitwa Mshabaha. Akaanza kuniambia habari zako nyingi tu. Mara tabia yako ya kuoa na kuacha. Mimi ni mke wako wa 7 sijui. Yaani ningewezaje kuelewa kitu kama hicho? Mke wangu, maneno ya kuambiwa sio mazuri. Yaani ukiona umeamua kukabidhi watu baki sikio lako, haya ndo madhara yake sasa. Utaambiwa maneno mengi sana. Maneno mabaya ya kuhatarisha na kuvunja ndoa yako. Ndo haya hapa madhara yake tunayaona sasa. Kwa nini Mshabaha ni nani? Wewe mjui Mshabaha pigo zake? Wewe unajulikana mtaa mzima kwa chembe za unafiki na mbea. Kutwa nzima mtu anashinda na kina mama. Wewe unategemea atakuaje? Kwa hiyo mke wangu, hupaswi kuwasikiliza watu. Inabidi uniamini mimi mumeo. Sawa? Kitu kingine mke wangu, maneno ya watu ni sumu. Sio kila mtu anapenda kukuona unaenjoy kwenye ndoa yako. Watu wengine hutakia mabaya na sio mema. Kwa hiyo usiwasikilize mke wangu, wetu kae tu enjoy kwenye ndoa yetu, sawa? Sawa mume wangu. Mimi nimekuelewa. Asante kwa kunielewa mke wangu. Nakupenda mume wangu. Nakupenda pia bibi. Yaani wewe mwanaume ukiwa na wewe mwanamke wako
asokuwa na mbele wala nyuma. Unafanya simu zangu kama hauzioni vile. Mimi nakupigia simu haupokei, na kutumia message haujibu. Sasa basi, mimi kauli yangu ni moja tu. Na kuhitaji nyumbani kwangu sasa hivi. Naam kaka. Tasha, nisikilize ndugu yangu. Mwanangu hapa nilipo nina kipengele. Nishacheza faulu ndani ya boksi. Yaani hapa tunavyozungumza yule mchepuko ameniita. Sasa mwanangu natokaje hapa nyumbani usiku wote huu niende kwake? Unajua ndugu yangu una shida sana. Wewe jana hujalala nyumbani kwako. Leo tena unataka uondoke au lali kwa mke wako. Maana yako ni wewe ndugu yangu umeoa. Jaribu kutulia na mke wako. Mbona kwa hivyo kaka? Na isitoshe, wewe ukiondoka nyumbani mke wako unamwacha na nani? Ndugu yangu utabadilika lini? Mbona kila siku matukio wewe tu unamsaliti wewe mke wako? Kwani muonee huruma kaka? Tasha, acha kujizima data basi ndugu yangu. Wewe unajua mwanangu yule mtoto ashaniteka, mimi sina lolote la kufanya mbele yake. Sawa. Mimi nitakusaidia. Lakini nakwambia ukweli kaka. Hili ni la mwisho kukusaidia. Sitakuja kutoa msaada wangu mwingine wowote. Je, usaliti wako wewe kumsaliti mke wako. Fanya hivyo bwana, mimi nakuaminia wewe master planner. Si unajua mwanangu yule mtoto sio poa kama nilivyokuambia, mtoto kama kaungwa nazi vile. Mimi siwezi kuchomoa ndugu yangu. Wewe fanya unitoe hapa. Naona kani hapo jela vile. Poa, hamna noma. Limeisha. Shukrani sana ndugu yangu, maana nakubali. Fine boy. Halo shemeji. Shemeji, habari za saizi? Salama, kwema. Shemeji, samani sana nimekupigia simu saizi usiku. Najua umepumzika, umechoka na pilika za mchana kutwa. Ndio hii radhi sana shemeji. Ndo najiuliza mbona sasa hivi usiku tunatishana. Huyo ndugu yangu vipi? Maana nampigia simu yake haipatikani. Sielewi kabisa yani, kwa sababu hapa kuna deal moja nimelipata ambayo ninapaswa tu tukalifanya usiku huu mimi na yeye. Na ile deal shemeji tukilipata vizuri likatiki. Yaani tukafanikiwa kulifanya vile ipasavyo. I swear to my God, yani shemeji wewe utaenjoy. Kwa sababu tunaweza tukaingiza kama shilingi 500 na 600 hivi kwa usiku mmoja tu. Sasa nampigia simu hapatikani, yani ndugu yangu atakuja kufa maskini wewe. Ngoja nikupe mwenyewe uongee naye yuko hapa. Sawa, mpatie. Ndugu yangu vipi? Mbona usiku? Kwema kweli huko? Na brother, vipi ndugu yangu? Yaani utakuja kufa maskini na kupigia simu yako haipatikani ndugu yangu, mimi na deal hapa. Hamna ndugu yangu, si unajua sikuwa na wife kwa muda mrefu kidogo, kwa hiyo leo hii nimepata time ya kuwa na yeye. Nimeamua kuweka kindege ili nile tunda langu vizuri. Wekai. Hiyo simu hapo ipo loudspeaker. Tasha, mambo gani unaongea hayo? Mimi siwezi kukufanyia hivyo ndugu yangu, kwa na amani. Tasha bwana. Sasa nisikilize. Mimi nakusaidia hili. Hapo shemeji nimeshamwambia, bila shaka ameelewa. Wewe hapo kwenda kumalizia tu. Yaani hapo nishatafuna kila kitu, wewe kazi yako ni kumeza tu. Nimeshamwambia kwamba kuna deal tunataka kwenda kulifanya. Ila ndugu yangu nakwambia ukweli. Hiki unachomfanyia mke wako, ipo siku utajuta. Ndugu yangu, mimi nimekusikiliza na nimekuelewa.
Yaani unachotakiwa kufanya wewe ni kunipa details kamili za hizo kazi ili tujue tunafanyaje. Mimi kwa nishakufelisha kwenye kazi ndugu yangu Tasha. Wewe jizime data kwa sababu upo na mkeo hapo karibu, lakini kaka mimi nakwambia ukweli. Siku zote anayefanya ubaya naye atakuja kulipiwa ubaya. Wewe unamsaliti mkeo huku unacheka. Ipo siku utakuja kuumia kweli yani. Utalipa ili kaka. Mimi nakuhakikishia ndugu yangu, Mungu anarudisha. Mungu kibidu ndugu yangu. Aha, sawa Tasha, mimi nimekuelewa. Sasa hapo cha kufanya unabidi uniambie hiyo kazi tunaanza usiku huu au kesho. Na kama usiku huu mimi nipo tayari full package, wewe nipangilie tu. Lakini tu kalili nilichokwambia kaka. Kifaa unauliza tu tunaanza saa 6 alfajiri au usiku, nakwambia ukweli. Utakuja kulipa. Sawa limeisha, leo nitakuja na vyeti vyangu hapo. Haya, poa, mchepukaji wa taifa. Sasa mke wangu kuna kipengele kimezuka hapa. Unajua tena mambo ya riziki na mimi kupishana gala mshahara. Kuna kazi imetokea, kwa hiyo mimi naomba nikukimbie ili nika-negotiate nao jamaa tujue tunafanyaje kazi na nijue maslahi yangu. Sawa mume wangu. Lakini nilikuwa natamani kuwa na wewe leo. Lisa, hata mimi pia natamani kuwa na wewe, ila unajua tena mambo ya riziki haya. Mapenzi yake pembeni, tufanye kazi afu mambo mengine baadaye. Unajua tena mambo ya riziki, lazima tupate hela ili tuheshimishe familia yetu. Hamna shida baby. Nakupenda mke wangu. Sawa Lisa, acha mimi nikapambane kwa ajili ya familia. Jamani, hata kunitakia kila laheri huko unapoenda mke wangu. Take care baby. Take care too baby, baki salama. Thank you. Okay baby. Kuna ndoa ni furaha kila leo, huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani ametulia, nani anajutia kwenye ndoa. Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu mana tayari washafunga. Japo wanajitahidi kuenda. Sasa nikwambie mara ngapi unielewe? Nishakwambia mwanangu, mbele yule mtoto mimi sichomoi, yule mtoto kanikamata. Yaani ninavyokuambia mwanangu, yule mtoto sio poa kama kaungwa nazi vile. Sasa unategemea mimi nifanye nini mwanangu? Usinifanyie hivyo Tasha. Naomba fanya juu chini, mimi niondoke. Mimi nakuamini wewe, ushindi na lolote. Poa, hamna noma. Bravo. Ndio maana ukubali ndugu yangu, je kuniangusha au vipi? Fun boy. Kwani mwanaume mimi ananichukuliaje? Mimi ni kitu gani ambacho sina katika mwili wangu? Ni kitu gani ambacho mimi sina anakipata kwa yule mwanamke? Sina hadhi? Sina mwonekano? Kwa nini mimi? Why always me? Mungu, kwa nini ulinipeleka kwa huyo mwanaume? Nini nilichokukosea katika hii dunia? Unajua Zawadi, nashindwa kukuelewa mpaka sasa hivi. Nia yako ni nini haswa? Unajua kabisa kwa mimi ni mume wa mtu. Sasa inakuwaje unakurupuka na kunipigia simu nije hapa kwako usiku wote huu? Kwa sababu kiachana na yote yaliyotokea, jana nilikuwepo kwako.
Leo pia nimeshinda hapa asubuhi. Bado hujaridhika kweli mpenzi wangu? Naomba usinifanyie hivyo please. Sasa hayo masuala yako na mkeo mimi yananihusu nini? Eti hayo masuala yako na mke wako mimi hayanihusu. Halafu ulipokuja kwangu kunitongoza haukujijua kama wewe ni mume wa mtu? Eti si ulijijua kwa wewe ni mume wa mtu? Na kingine, kila mtu lazima akae kwenye mipaka yake. Mkeo lazima ajue mipaka yake na mimi lazima nibaki kwenye mipaka yangu. Na kile ulichokianzisha bado hujakimaliza. Na kingine, sisi tulikubaliana kabisa ukija kwangu unakaa siku 2. Ila cha ajabu siku moja tu imeisha ukaa na kelele cha kurudi kwa mkeo. Umevunja makubaliano yetu Kai. Nisikilize kipenzi. Leo nimekuandalia chakula kizuri kabisa. Natumaini ukikila tu wazo la kurudi kwa mkeo lote linapotea. Kwa hiyo maamuzi ni yako. Utakula ndo ule au ule ndo utakula? Eti baba. Lakini Zawadi, kweli mimi nakupenda. Ila tambua kwa mimi nina mke na lazima ni balance upendo, siwezi kuelemea upande mmoja tu. Naomba unielewe, leo siwezi kulala hapa. Una uhakika na unachokisema? Na uhakika. Okay. Kwa hiyo unamaanisha kuwa leo utakulala kwangu? Ni kweli siwezi kulala hapa leo. Una uhakika na unachokisema Kai? Ndiyo, nina uhakika. Okay. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji zako kumbe hao ndo viunganishi. Wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumizo ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza. Kai, mbona hata tunataka tuchoshane ndugu yangu? Wewe umeniambia nikusaidie nimseti mke wako kila kitu uende kwa mchepuko wako.
Alafu sasa tena unakuja kwangu unaanza kunigongea, kunisumbua ndugu yangu. Shida nini kaka? Si uniache bwana, mimi na mambo yangu kibao sasa nakamilisha hesabu zangu bwana. Kwani una nini kaka? Wewe si urudi kwa mkeo bwana kama ushamalizana nao mchepuko wako? Au unataka la tukusaidie? Mimi sina msaada mwingine ndugu yangu. Babu, kwani changamoto nini bwana? Si unipige hata simu tuongee bwana. Bwana watu wengine bwana. Shemeji, unashangaa nini? Hapa ndo kazini mliponiaga mnaenda na Kai? Yaani hapa. Hapa ndo kazini uliponiaga mnaenda na Kai? Yaani unamaanisha kwamba unipishe. Kwa hiyo na wewe umeshiriki kunisaliti? Mimi shemeji. Simu yako iko wapi? Simu yako iko wapi? Unisikia au? Hii hapa chini. Toa password. Unasema? Toa password. Sasa nisikilize. Wewe na Kai washikaje? Nampigia simu, naweka loudspeaker. Swali lako litakuwa ni hili. 1. Utamuuliza, wewe mchepukaji wa taifa, tayari umesharudi kwa mke wako au bado upo kwa mchepuko? Lakini sasa shemeji, yani mimi nikimuuliza kama nikifanya, nimeshapiga simu. Wewe mchepukaji wa taifa, vipi? Umesharudi kwa mkeo au bado upo kwa wewe mchepuko wako? Tasha, vipi wewe ndugu yangu? Unaanzaje kurudi kwa ule kenge maji sasa? Wewe ndugu yangu, unajua kabisa mimi hapa nilipo nimekamatika. Yaani kuambia tu Tasha, wewe mwanamke ni fundi. Yaani kujisita kwa sita kama pele vile. Yaani nafika tu hapa kanajiuliza ili kujibuaje nikamuuliza. Sasa ndoa wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza Kwa nini Kai ananifanyia hivyo? Kwa nini ananitesa hivi? Kwa nini ananiumiza kiasi hiki? Anataka kusema nilifanya chaguo lisilokuwa sahihi kumchagua kuwa mume wangu. Ndoa inakuwa chungu sana kwangu. Alafu na wewe shemeji unashiriki kunisaliti na kuamini tatizo lolote likitokea na kupigia simu wa kwanza, kumbe wewe ni muuaji. Unataka niishi nikiamini ile kauli wanaosema kwamba mashemeji ni wanafiki?
Wewe Tasha ni mnafiki sana. Shemeji, mimi wala sio mnafiki. Yani lakini... Lakini nini? Sasa nisikilize. Dawa ni kulipiza kisasi. Kai huko alipo si ana enjoy ananisaliti. Sasa na mimi leo lazima nimsaliti. Nitatembea na mwanaume mwingine, na huyo mwanaume ni wewe. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo. Shemeji. Utanisamehe sana shemeji yangu. Leo unaenda kufanya kosa ambalo hukuwahi kufikiria kulifanya maisha yako yote. Tafadhali. Yaani kama ni pepo ambalo limekuingia, naomba Mungu hilo pepo likutoke mara moja. Kwa sababu wewe ni shemeji yangu. Yaani sijawahi kuwaza na wala siwezi kuwaza mimi yaani mimi nilale na wewe. Hiko ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi Kai ni rafiki yangu wa karibu mno. Tunaishi kama ndugu. Kila kitu tunasaidiana. Alafu leo yeye hajagundua kwamba mimi natembea na mke wake. Iko kitu hakiwezekani shemeji. Mimi siwezi. Na hata kama unapatwa na pepo hilo, basi uko nenda kafanya na wanaume wengine. Yaani ujifanye na mimi kweli shemeji? Hapana. Sasa nisikilize. Utafanya ninachokitaka au nipige kelele humu ndani unanibaka? Na najua nikipiga kelele majirani zako lazima wataamini, kwa sababu hichi chumba ni cha kwako. Shemeji tafadhali. Shemeji, usije ukafanya kwa kitu. Usije ukapiga kelele. Lakini mimi siwezi yaani hutaki kufanya. Sasa sikia. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo. Huwezi tambua, huwezi kuelewa. Nani? Kai hapa. Lisa, nisikize kwa makini sasa. Njoo jifiche uvunguni. Sasa, okay, sawa. Basi twende kwenye kabati pale ukajifiche. Tasha, unaogopa nini? Sasa mimi nazaje nikatulia wakati unamsikia mume wako ameshakuja hapo? Acha uoga, wewe ni mwanaume. Uoga gani sasa? Wakati ukiangalia huyo ni mume wako amefika hapa na amesha Tasha. Nakuja kaka, nakuja. Nisikilize. Mimi sina chochote ninachoogopa na sina ninachohofia kuhusu ndoa yangu. Wewe kama unaenda kumsikiliza, nenda kamsikilize. Ila mimi siogopi chochote. Sasa Lisa, huwezi kuhofia kitu gani bwana, wakati huyu wake kuna muda akifika hapa na anataka kuingia mpaka chumbani kwangu. Sasa akija hapa kukuta nafikiri itakuwaje? Sasa nisikilize. Utaenda kuongea naye huko au utakaa hapo kubishana mimi? Tasha, mida imefika hii. Nakuja kaka. Oho,
Master planner, meneja mseti mipango. Oya, usingizi hasara Tasha, mpaka sasa hivi umelala ndugu yangu kweli? Si unajua ndugu yangu, jana nimelala usiku mkubwa sana. Kwa hiyo nimechoka mno. Ndio maana unaona nimelala mpaka muda huu. Unachokaje tena Tasha? Umeamka kweli? Bwana. Tangamka bwana. Vipi ndugu yangu? Sasa sikiliza Tasha. Nadhani unakumbuka jana kwa alimaga wife kwa tunaenda kufanya kazi pamoja. Kwa hiyo nimekufuata hapa kama tiketi ya kurudia home. Twenzetu. Yaani mimi twende kwa mkeo? Sasa nitarudi na nani tena? Kati ndio daraja langu la kufikia nchi ya ahadi. Mbaya ndugu yangu tuondoke. Sawa, lakini mimi nimelala muda mbaya sana Kai. Niache hata nipumzike basi ndugu yangu. Wewe Tasha unachoka vipi tena ndugu yangu? Sasa mimi nzani nitarudije home? Uongo gani nitautengeneza ambao mke wangu ataniamini? Lazima kuone wewe ndo aniamini mimi niingie ndani. Sawa, lakini unajua saizi ni asubuhi, kwa hiyo kama vipi niachie tu basi hata nikanyusupu, baada hapo tutaenda baadaye. Kumbe shida supu tu. Wewe niambie unataka supu aina gani? Makongolo, bandama au mapupu? Mimi nitamaliza kila kitu. Tasha, baba si ngoja tuondoke, mimi nitamaliza kila kitu juu kwa juu. Hiyo supu mimi nitakununulia, wewe usihofu. Sawa, hamna shida. Subiri bwana. Mbona leo sikuelewelewi Tasha? Tangu nilivyokuja nyumbani pale na kuona huko sawa kabisa. Shida nini? Unaumwa au? Mbona mnyonge hivyo? Mimi najiuliza, huu uongo ambao kila siku tunakaa na kumtungia shemeji, mwisho wake ni lini? Lakini pia kitu ambacho mimi kinachonipa mawazo zaidi, shemeji ni mtu ambaye mimi ananiamini sana. Vipi siku akija kugundua kwamba mimi pia nashiriki katika kumsaliti? Tasha bwana. Yaani kwenye hili wala usiwaze na wala nafsi isikusute. Maana lolote litakalotokea wewe niachie mimi, nitamaliza kila kitu. Maana ndugu yangu ninavyokuambia hapa, huu mchepuko ambao nipo nao. Sio mwanamke ananipa vitu adimu sana. Ananipa vitu vitamu. Yaani nimefikia hatua paka mke wangu mwenyewe naona kama mzigo wa msumari kichwani. Natamani hata nimtupilie mbali huko. Yaani hapa Tasha ninapokuambia namtafutia visababu Lelisa niachane naye. Yaani nimefikia hatua kuna siku nishai kuwaza au nitengeneze prank yoyote nimtafute mwanaume akamtongoze mke wangu ili aonekane wana date. Alafu ghafla niwafumanie nimtupilie mbali. Maana kwa nishapata sababu ya kuachana naye. Kwa ndugu yangu kwenye hilo wala usiwaze. Yule Lisa ule ipo siku yake tu itafika. Alafu kaka samani, nimesahau kufunga mlango nyumbani. Kwa hiyo kama hutojali naomba unisubiri hapa, mimi niende nyumbani kafunge mlango, baada hapo narudi ili tuendelee na safari yetu. Tasha mambo gani hayo sasa? Niondoka nyumbani bila kufunga mlango kweli ndugu yangu, mbona kwa mzembe hivyo? Ndugu yangu mimi ni binadamu na uwezo wa kusahau muda na saa yoyote ile. Kwa hata wewe pia inaweza kukutokea ukasahau. Kwa ngoja niende kwanza nyumbani kaeke sawa usalama, baada hapo nirudi huko. Sawa basi ameisha, wahi nyumbani chapu, urudi hapa mimi nakusubiri. Chapu babu nakusubiri wewe tu jua kali. Nakuja. Mbona sielewi? Ina maana umetoka na shemeji yako? Muda si mrefu mumeo amekuja hapa, kwa masikio yangu nimesikia. Wanakuja kufanya mpango ili uje kuongopea wewe. Kwa kuwa mmeo hajalala nyumbani. Sasa nashangaa naye nakukuta hapa. Ina maana unatembea na shemeji yako? Kwa hiyo wewe unataka kusemaje?
moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Ina maana unahitaji kutengeneza habari? Kwa hiyo unataka kunigombanisha mimi na mtu wangu wa karibu, si ndio? Ina maana mimi natengeneza habari? Kwa kuwa unachokiona hapa sijakiona. Kama natengeneza habari, sawa. Tawile baba. Mimi si mwongo. Sawa. Buzule. Lisa, nisikilize. Hapa tayari ishakuwa mbaya, hakuna muda wa kupoteza. Yule Kai ameshatoka. Na hapa tulikuwa tunapitia kunywa supu, baada hapo aondoke. Sasa sije ukachelewa yeye akafika kabla yako. Sasa hivi hapa inabidi uondoke nyumbani kwako. Na hakikisha usipite njia ya juu, pita njia ya chini. Sawa. Bora ndugu yangu nimekukuta hapa, kwa sababu nilikuwa nakufuata huko. Kwa ndugu yangu unanifuata hadi chooni? Bozule, hebu kuwa serious kidogo. Naomba unisikilize kwa umakini ndugu yangu. Lile jambo ambalo umeliona pale, basi liishie kwako tu. Usije ukathubutu kunyanyua kinywa chako na kumwambia mtu yoyote yule. Kwa sababu unatambua vizuri tu, Kai mimi ni rafiki yangu wa karibu mno. Sasa pindi akigundua kwamba mimi natembea na mke wake, ndugu yangu, tutakuwa tumetengeneza uhasama mkubwa sana. Kwa nakuomba, tafadhali niko chini ya miguu yako, nimekupatia hiyo pesa ili ufunge kinywa chako. Usimwambie mtu yoyote yule. Ndugu yangu, kwa kweli haikataliwi, mimi acha nichukue. Lakini mimi nilikuwa sina mpango wote wa kumwambia Kai. Kwa sababu gani? Kai ashaka kunichukua demu wangu, tena mimi nampenda kichizi, kalifanyia mjanja kapita naye. Analinga kisa midevu yake. Lakini fresh, mimi niko na barida. Kwa hiyo ili ilimkutai kwake ni kalma. Acha limkute naye. Kwa hiyo yangu endelea, hata usiogope, mimi kwangu fresh. Kwanza napenda zaidi hapo. Sawa, shukrani sana. Fresh. Nani ametulia? Nani anachutia kwenye ndoa? Kuna watu wanapewa kila kitu ila bado wanachiti. Tena hawachiti mbali, kwa ndugu mpaka marafiki. Tena utakuta mashemeji. Tasha ndugu yangu, unataka kunifelisha tena? Yaani zoezi dogo tu lafunga mlango mpaka sasa hivi hujarudi? Sio kweli bwana, nataka kunifelisha mipango yangu Tasha. Ndoa ni moja ya kiapo kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza Mke wangu, kwema. Unajua nilikuwa na Tasha nyumbani, nimemwacha nikaenda kufuata vocha dukani. Kwa sababu tunajua tulikuwa wote kuifanya ile kazi ambayo tulikuwa tunaiongelea jana usiku. Nilimwacha ajiandaa ili yote tukanywe chai kwa pamoja. Shemeji, za asubuhi. Salama.
Yo bro, kumbe ushajiandaa? Jamaa wewe, mambo madogo tu kwenda kunywa chai unapendeza hivyo. Basi mjadala tushaufunga hapa kwa kuwa Tasha ameshafika na mke wangu upo. Naona itakuwa jambo la heri na la busara wote kwa pamoja tukaenda kunywa chai nyumbani. Sawa. Hamna shida. Au unaonaje mke wangu? Sawa. Happy family. Okay, let's go. Kwa ndugu yangu nikupe angalizo. Yaani nakuona kabisa uko sawa. Hakikisha unavyoingia ndani haonyeshi tofauti aina yoyote ile. Maana mke wangu hajazoea kukuona hivyo. Na kuona leo uko sawa kabisa, uko mnyonge kweli yani. Sawa. Hamna shida, mimi samahani. Vipi, shida nini? Hapana kaka, hamna shida, ni sawa tu, kila kitu kiko sawa, usijali. Bila kusahau, hakikisha unapozungumza na mke wangu maneno na gongani, maana na machale sana huyo. Anaweza kukuuliza maswali the same time akaniuliza mimi maswali hayo hayo. Kwa hiyo hakikisha wote tunajibu ipasavyo. Usijali kaka, kila kitu kiko sawa. Kuwa na amani tu. Watu wanatamani warudi kama zamani, waondoke kifungoni, ila haiwezekani, maana tayari washafunga ndoa. Japo naumiza ndoa, wanajitahidi kuilinda ndoa, ila bado inawaliza. Mke wangu,
Mke wangu, unajua kadri siku zinavyozidi kwenda, upendo wangu kwako unazidi maradufu. Lisa, sijutii kukuchagua wewe kuwa mke wangu. Kaka, sasa nikwambie mara ngapi unielewe? Nishakwambia mwanangu, mbele ya yule mtoto mimi sichomoi, yule mtoto kanikamata. Yaani ninavyokuambia mwanangu, yule mtoto sio poa, kama kaungwa nazi vile. Sasa unategemea mimi nifanye nini mwanangu? Usinifanyie hivyo Tasha. Naomba fanya juu chini, mimi niondoke. Mimi nakuamini wewe ushinde na lolote. Poa, hamna noma. Bravo, ndio maana ukubali ndugu yangu, je kuniangusha au vipi? Fan boy. Sidhani kama kweli unanipenda. Ndoa ni moja ya kiapo, kile cha kufa na kuzikana. Ndani ina siri nzito, ila nje yake ina furaha. Ndoa inaweza kuwa ufunguo au inaweza kuwa kifungio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, huwezi tambua. Ina maana ndio umempanga rafiki yako ili mje mnidanganye? Mke wangu, maneno gani hayo unayoongea? Kwa nini je rafiki yangu ili tukuongopee? Ni kweli tangu jana usiku tulikuwa kazini, tumekesha usiku kucha mpaka leo hii. Sasa kwa nini kudanganya mke wangu jamani? Au basi kama uniamini, muulize Tasha mwenyewe, atakuelezea kila kitu, maana yeye ndo shahidi. Naomba usinifanyie hivyo Lisa, please. Lakini ukiachana na yote hayo, hata jana usiku ulisikia mwenye maongezi yetu kwenye simu, tulikuwa tunaongelea mambo ya kazi. Sasa kwa nini tukuongopee mke wangu? Inaonekana kazini kwenu kuna wafanyakazi wengi wa kike. Maana unanukia manukato ya kike. Ni kweli mke wangu unavyosema. Unajua kazini kule kuna wafanyakazi wa kike na wengi wao wana itikadi za kizungu, kwa hiyo kwenye kusalimiana lazima mhug. Ndio maana unaona nina harufu ya perfume ya kike. Ni hivyo tu mke wangu, hamna chochote kile. Vipi kwani Lisa? Ina maana uniamini au? Kwani nani amesema kuamini? Tulipokutana asubuhi, uliniambia kwamba rafiki yako alipitia nyumbani akaoga, akabadilisha nguo. Nimekuandalia maji ya kuoga mume wangu. Kaoge, ubadilishe nguo. Utakuta nimemaliza kupika. Asante sana mke wangu. No, wanajitahidi kuilinda ila bado inawaliza no. Nyanyuka, come on. Nikumbatie. Lakini sasa Lisa, nini unafanya? Nikumbatie. Nikumbatie. Ngoja kwanza Lisa, subiri. Sasa kama nikikukumbatia hapa, alafu Kai akaja hapa ghafla akatuona, nafikiri nini kitatokea? Hawezi kuja, anaoga. Hata kama na mtu kwake anaweza kaja hata sasa hivi Lisa.
Bwana Tasha, samahani nimekosa muda mrefu hapo. Yaani yule mpango wetu wa business ule naona huu ndo muda sasa. Mke wangu vipi? Mbona leo unacheka cheka sana? Tasha vipi? Mumwambia nini shemeji yako? Kinachonichekesha unajua nini? Nyinyi ni waongo sana. Nilipokuuliza kuhusu nguo yako kunukia manukato ya kike, uliniambia kwamba kazini kwenu kuna wanawake wengi sana. Niko hapa na shemeji yangu tunapiga story. Nikamuuliza swali lile lile. Kaniambia kazini kwenu mlikuwa wanaume watupu, hakukuwa na mwanamke hata huyo mmoja. Kwa hilo jambo mimi limetokea kunichekesha sana. Tasha, leo umekula nini ndugu yangu? Mbona umekuwa msaulifu hivyo? Bro, kwani umesahau leo kazini tulivyokuwa tunatoka pale ofisi ya mapokezi? Kulikuwa kuna wale wadada wale ambao tukiwasalimia wanatuhug. Au umesahau Tasha bwana? Kwa serious bwana. Ni kweli kaka, upo sahihi. Ni mimi tu nilijisahau, unajua tena mambo ni mengi. Shemeji, wakati tulikuwa tunatoka pale, tunatoka tukakutana na wadada ambao tunafanya nao kazi katika ofisi moja. Wakawa wanatuhug. Kwa hiyo upo sahihi kaka, ni mimi tu nilisahau shemeji. Hello? Yes, hello. Tasha mpenzi wangu. Nimekumisi sana. Asante. Nimekumisi pia. Asali niliyoilamba jana kutoka kwenye mzinga wako ni tamu sana. Natamani nilambe tena na leo. Hivyo basi nitakuja kulala kwako usiku wa leo ili nilambe tena. Lisa. Bwana Lisa, usije ukajisahau kwamba wewe ni mke wa mtu. Na sio tu mke wa mtu, bali wewe ni mke wa rafiki yangu wa karibu. Kile ambacho kimetokea baina mimi na wewe, tufanye tu kama ndoto vile au tu kama tukio la mara moja. Lakini tusilifanye tukio endelevu ambalo tunaweza kulifanya kila siku. Hii inaweza kuwa ni hatari kwangu. Lisa, tafadhali naomba unielewe. Wewe unataka uje kwangu. Sasa ukija kwangu wewe ni mke wa mtu. Akigundua kwamba haupo nyumbani itakuwaje? Au ukiondoka hapo unamwagaga vipi mpaka Kai akuelewe? Mimi ninachokuomba tu utulie nyumbani na mume wako basi. Sikiliza nikwambie Tasha. Ukiua kwa upanga ni lazima na wewe utakufa kwa upanga. Kai ameshanitesa sana na nimemvumilia sana. Ni zamu lake na yeye. Wewe jiandae tu kuwa na mgeni usiku wa leo. Sawa. Sawa. Hamna shida, nimekuelewa. Nakupenda. Sweetheart. Mke wangu, shida nini? Mbona umeghafirika hivyo? Kuna tatizo lolote? Yaani mume wangu, nimetoka kuongea na simu na mama hapa.
kuna msiba umetokea, analazimisha mimi niende, alafu mimi sipo tayari, ukizingatia mtu aliofariki hatuna hata ukaribu naye kiivo. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Poleni sana mke wangu, ila mimi sioni kama kuna haja wewe kujishauri. Kama ni swala la msiba, wewe nenda tu, alafu kizingatia ni mama mwenyewe amekuambia, na siku zote kauli ya mama ni sheria. Kwa mimi nakuomba sana mke wangu, mtii mama na uende msibani, wala usiwaze. Mume wangu, mimi nimekumisi sana, na leo ndo umerudi nyumbani, natamani nikae na wewe. Mke wangu, wala usiongee hivyo. Hata mimi pia nimekumisi sana, ila ukiangalia mbele yetu tuna swala la msiba. Hata mimi binafsi nafsi yangu haiwezi kuwa na amani tukae hapa tuenjoy wakati nyumbani mna msiba. Kwa hiyo nakuomba sana mke wangu, wewe nenda msibani kwanza, kwa sababu usipoenda italeta picha mbaya kwenye familia yenu. Kwa hiyo please, naomba mtii mama na uende. Sawa? Nauli yenyewe sina. Usijali kusana na nauli, nitakupa. No, wanajitahidi kuilinda ila bado inawaliza. Tasha, bingo. Leo mkeka umetiki ndugu yangu. Nisikilize sasa. Mke wangu amepatwa na msiba na mamake amemshawishi kwenda msibani, amemlazimisha. Kwa hiyo leo usiku ni full burudani, hakuna kikwazo kwenye kutoroka. Kwa hiyo hakuna haja ya kusetili mipango yako, sawa? Ila sikiliza, mke wangu namjua vizuri sana. Hakawii kuacha matanga na kurudi nyumbani kuni surprise. Kwa hiyo ikitokea kaja nyumbani bila taarifa na akakupigia simu, umwambie tunafanya wote kazi muda huu. Sasa itakuwaje kama mke wako akitambua hili swala? Tasha ndugu yangu, mbona niangusha tena master plan? Mimi naamini huwezi kukosa plan B kwenye hilo, utalimaliza. Sawa, hamna shida, nimekuelewa, nitafanya hivyo. Sawa ndugu yangu, nakuamini, usiniangushe, sawa? Tasha, nahisi kama nimechelewa kufahamu. Tangu nimekupata najiona ni mwanamke mwenye bahati sana. Nimelala na wewe usiku mmoja tu, nimekuwa ni mwanamke mwenye furaha sana. Light ningekujua before, nahisi furaha yangu ingekuwa maradufu. Una uhakika na kitu ambacho nakizungumza? Ndiyo, nina uhakika. Na nilikuwa ni mtu ambaye nashangaa watu wanaosaliti ndoa zao. Na nimegundua kinachomfanya mtu kuchepuka ni kuitafuta furaha. Na mimi furaha yangu nimeipata. Ni wewe Tasha. Mimi nakuelewa vizuri sana Lisa. Lakini wewe unafikiri kile ambacho ninachokifanya mimi na wewe tupo sahihi? Kwa sababu Kai ni rafiki yangu wa karibu sana. Huwa tunasaidiana kwenye kila jambo ambalo linajitokeza. Sasa leo hii akija kugundua kwamba mimi namsaliti, natembea na mke wake, unafikiri itakuwaje? Itakuwa ni uhasama mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba jambo moja, kama hutajali. Naomba utoke tu katika maisha yangu. Uendelee na ndoa yako, uendelee na mume wako, na maanisha. Mimi uniache, tuendelee kubaki kama mtu na shemeji yake kama ilivyokuwa hapo awali. Na hata hilo ambalo limetokea kwa siku moja, tufanye tu kama bahati mbaya.
kwa sababu ili jambo litakuja kuleta uhasama mkubwa sana baina ya mimi na Kai. Tasha, mimi nimekuelewa, lakini unakumbuka wakati naongea na wewe kwenye simu nilikuambia mzinga wako unatoa asali tamu sana? Basi naomba nilambe leo kwa mara ya mwisho. Lisa, mimi najaribu kukuelewa, na katika maisha yangu sijawahi kugombana na Kai hata siku moja, na wala sijafikiria kugombana naye, lakini naona kabisa wewe utakuwa ni sababu ya mimi kugombana na rafiki yangu kipenzi. Sawa, naomba utekeleze kauli yako ambayo umezungumza hapa, kwamba leo hii tukifanya ndio itakuwa mara ya mwisho, haitajirudia tena. Tena utakuta mashemeji zako, kumbe hao ndo viunganishi, wanajifanya wa kweli ila kumbe warafiki. Kuna watu wanatamani inaweza kuwa kifunio. Kuna ndoa kila siku ni vilio, kuna ndoa ni furaha kila leo, wezi tamu.